Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Na wakati huu tunamtazama kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei, ambaye siku ya Jumatatu alimwambia rais wa Marekani Donald Trump kwamba aendelee kuota tu aliharibu uwezo wa nyuklia wa Iran, huku akisema kwamba uwezo wa nyuklia wa Iran bado ungalipo. Rais wa Marekani kwa kujigamba anasema walipiga mabomu ya kuharibu sekta ya nyuklia ya Iran. Vizuri sana, endelea kuota, Khamenei aliandika kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei alikataa pendekezo la mazungumzo mapya kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump na amekanusha madai ya Trump kwamba Marekani imeharibu uwezo wa nyuklia wa Iran. Tehran na Washington zilishiriki katika duru 5 za mazungumzo ya nyuklia yasiyokuwa ya moja kwa moja ambayo yalimalizika na vita vya anga vya siku 12 mnamo Juni, ambapo Israel na Amerika zilishambulia kwa mabomu maeneo ya nyuklia ya Iran. Trump anasema yeye ni mfanyabiashara, lakini ikiwa makubaliano yatambatana na shuruti na matokeo yake yamepangwa siku za mbele, sio makubaliano bali ni kulazimishana na uonevu, Khamenei alisema kulingana na vyombo vya habari vya serikali. Wiki iliyopita Donald Trump aliambia bunge la Israel kwamba itakuwa vyema iwapo Washington ingeweza kujadili mkataba wa amani na Tehran kufuatia kuanza kwa usitishaji wa vita huko katika ukanda wa Gaza kati ya Israel na kundi la kigaidi la Palestina la Hamas. Rais wa Marekani kwa kujigamba anasema walipiga mabomu ya kuharibu sekta ya nyuklia ya Iran. Vizuri sana, endelea kuota, Khamenei aliongeza. Ayatollah Al-Khamenei aliongeza kisema kwamba ina uhusiano gani na Amerika ikiwa Iran ina vifaa vya nyuklia au la? Lakini kwa nini wamekuwa waoga? Aliongeza Ayatollah Al-Khamenei wakati akiandika kupitia katika ukurasa huo wa Twitter. Hatua hizi hazifai, si sahihi na zinalazimisha. Mataifa magharibi yanaishutumu Iran kwa kujaribu kwa siri kutengeneza bomu la nyuklia kupitia kurutubisha madini ya uranium na kuitaka ikomeshe shughuli hiyo. Tehran inakanusha kutaka kurutubisha silaha hizo, ikisema mpango huo una madhumuni ya nishati ya kiraia pekee. Iran imesema makubaliano ya ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti nyuklia ni batili. Iran imetupilia mbali makubaliano ya ushirikiano ambayo ilitia saini na shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu nyuklia IAEA mnamo mwezi Septemba. Katibu wake mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa alisema siku ya jana Jumatatu, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Kauli hiyo imekuja takribani wiki 3 baada ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kusema Tehran inafutilia mbali makubaliano hayo ambayo yataruhusu IAEA kuanza tena ukaguzi wa maeneo yake ya nyuklia ikiwa mataifa magharibi yatarejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa. Uthibitisho huo utakuwa kikwazo kwa shirika la kimataifa la nishati atomiki ambalo limekuwa likijaribu kujenga upya ushirikiano na Tehran tangu Israel na Marekani ziliposhambulia kwa mabomu maeneo ya nyuklia mwezi Juni. Makubaliano hayo yamefutwa, Ali Larijani alisema wakati akikutana na mwenzake wa Iraq mjini Tehran, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Ni kweli, iwapo chombo hicho kitakuwa na pendekezo tutalipitia kwenye secretariat, aliongeza. Hata hivyo, kiongozi muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, miongoni mwa mambo mengine ambayo aliyazungumza ni namna alivyokosoa vikali matamshi hivi karibuni ya rais wa Marekani kuhusu Iran na eneo la Asia ya Magharibi, na kusema Trump alisafiri hadi Palestina inayokaliwa kwa mabavu na kutoa maneno matupu yenye kejeli ili kuatia umoyo wa Israel waliokata tamaa. Alizungumza kupitia hadhara ya mamia ya vijana wa Iran waliopata medali katika mashindano ya michezo ya kielimu na kimataifa, ambapo aliwapongeza vijana hao na kuwataja kama nembo ya nguvu ya kitaifa na ushahidi na uwezo wa vijana wa Kiiran. Kiongozi huyo amesema rais wa Marekani alijaribu kuonyesha uongo na tabia ya kipuuzi ili kuwapa Waisraeli matumaini, lakini kama ana uwezo basi aende akawatulize mamilioni ya raia wake wa Marekani wanaoandamana dhidi yake katika majimbo yote ya nchi hiyo. Al-Khamenei ameongeza kuwa Iran ilitoa mshtuko mkubwa kwa utawala wa Kizayuni wa Israel katika vita vya siku 12 ambapo makombora yaliyotengenezwa na vijana wa Kiiran yalipenya ndani kabisa ya maeneo nyeti ya adui na kuyafanya kuwa majivu. Makombora
Makombora haya hayakununuliwa wala kukodishwa, ni matunda ya juhudi na akili za vijana wa Kiiran. Alisema wakati kijana wa Kiiran anapoingia uwanjani kwa bidii na elimu, anaweza kufanya mambo makubwa kama haya. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran vina uwezo kamili wa kutumia tena silaha hizo wakati wowote inapohitajika. Kadhalika amesema katika vita vya Gaza, Marekani ndio mshirika mkuu wa jinai za utawala wa Israeli, kama alivyokiri mwenyewe Trump kwamba tulikuwa tukifanya kazi pamoja na Israeli katika vita vya Gaza. Silaha na mabomu yaliyomiminwa juu ya watu wasiokuwa na hatia yalitokea Marekani, alimalizia Ayatullah Al-Khamenei. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.